Hadi sasa majukwaa yafuatayo yanaongeza kwa idadi kubwa ya watembeleaji mtandaoni. Karibu FYP Marketing, na kwenye video leo nitakuja top 10 ya website au platform ambazo zimepata watembeleaji wengi mpaka sasa mwaka 2025 ambao tumeanza, na sasa hivi tuko mwezi wa 3 tu tulipoanza mwaka huu. Namba 1 ni Google. Kama engine ya utafutaji inayoongoza duniani, Google ina mamilioni ya watumiaji wanaotafuta habari, picha, video na huduma mbalimbali kila siku. Kama tunavyofahamu, kila mtu akiwa na shida au ukitaka kutafuta kitu fulani online, lazima uingie Google, na hii imefanya Google iwe na watembeleaji wengi na kupata views nyingi na kupata watembeleaji wengi, tuseme hivyo, kuliko website zingine na platform zingine katika mwaka huu. Na hii imekuwa mara kwa mara toka ilipoanzishwa kampuni hii. Imesaidia watu wengi sana, kuwa ina urahisi mwingi wa mtu kutafuta kitu chochote ambacho kipo online. Kama ipo kwenye mtandao wote ule, ukiingia Google unaweza kuisearch na ukakipata. Namba 2 ni YouTube. Jukwaa hili la video lina mabilioni ya watumiaji wanaotazama na kupakia video mbalimbali kutoka burudani, elimu, kama hivi ambavyo tunaelekeza. YouTube imekuwa ikivutia watu wengi katika miaka hivi karibuni, imekuwa ikipata watembeleaji wengi, na sasa hivi YouTube ina mabilioni ya channel ambazo zipo zinafanya kazi na watembeleaji wengi ambao kila siku lazima watembelee kuangalia video, kufuatilia wasanii, wanafuatilia interview, kuangalia mechi na mambo mengine, kufundishwa kama hivi elimu mbalimbali. Inaifanya YouTube kuwa mtandao wa pili au platform ya pili kupata watembeleaji wengi mpaka sasa hivi. Namba 3 ni Facebook. Licha ya ushindani kutoka kwa majukwaa mengi ya mitandao ya kijamii, Facebook bado ina watumiaji wengi wanaoshiriki habari, picha na video na marafiki na familia. Kama tunavyofahamu, toka Facebook ilipoanzishwa ndio ulikuwa mtandao namba 1 ambao ilikuwa ni mtu hata kama hajazoea mambo ya internet lazima utumie, na ni mtandao ambao uko simple na clear kabisa kwa kutumia kwa mtu ambaye ni beginner, ambaye hajawahi kabisa na zoea mambo ya mtandao. Tunaweza kusema ni mtandao mama katika mitandao ya kijamii. Watu wengi wana uwezo wa kutumia, iwe ni mtozo mkubwa na nini. So imeifanya mtandao kuwa mtandao wa 3 kupata watembeleaji wengi mpaka sasa hivi. Namba 4 ni Instagram. Jukwaa hili la kushiriki picha na video linaendelea kukua kwa kasi, hasa miongoni mwa vijana. Kama tunavyojua, Instagram unaweza kupata taarifa mbalimbali, elimu, kufuatilia watu maarufu na hivyo. Instagram ni mtandao ambao duniani, ukiachana na hapa kibongo labda watu hawatumii sana, lakini duniani ni mtandao ambao watu wanautumia sana, na unaweza kuhakikisha ili kuangalia kwamba angalia mtu kama Cristiano Ronaldo kwa katika mtandao yake ya kijamii. Nadhani account yake ya Instagram tuna followers wengi kama sijakosea kuliko mitandao mingine ambayo anaimiliki. So inaweza kuhakikishia kwamba Instagram mtandao ambao una watembeleaji wengi. Namba 5 ni TikTok. Jukwaa hili la video fupi limepata umaarufu mkubwa katika miaka hivi karibuni, kama tunavyofahamu, hasa vijana. Kama tunavyofahamu, TikTok imepata umaarufu sana kwa kuwa ina mambo mengi, burudani, mtu anaweza kuelimika, mtu anaweza kufundisha, mtu anaweza kuchekesha kupitia TikTok. Nadhani wachekeshaji wengi, watu wengi wanaojisaka mtandaoni wanaanza kutumia TikTok kwa sababu TikTok inakuwa ni simple kwanza kupata maarufu, inakuwa ni simple kupata views tofauti na mitandao mingine ya kijamii, na unaweza kuhakikisha ili kuangalia kwamba wachekeshaji wengi na watu wengi ambao wamekuwa maarufu hivi karibuni lazima watakuwa na Instagram na TikTok account, na wameanzia TikTok. Imefanya TikTok kuwa mtandao namba 5 wa kupata watembeleaji wengi mwaka huu 2025. Namba 6 ni Amazon. Kama soko kubwa la mtandaoni, Amazon na mamilioni ya watumiaji wanaofanya manunuzi ya bidhaa na huduma mbalimbali. Kwa wale ambao unajua Amazon, kama unavyojua, unaweza kwenda kununua bidhaa yoyote, mfano mabegi, unaweza kununua vitu mbalimbali kupitia Amazon. Kwenye nchi za wenzetu kwa Amazon inatumiwa sana, tofauti na hapa kibongo labda watu hawatumii sana, lakini nchi za huko Amazon inatumiwa sana na watembeleaji wengi kutokana na idadi mbalimbali, na vyanzo mbalimbali vimethibitisha kwamba Amazon imechukua nafasi hata katika mitandao ambayo imepata watembeleaji wengi. Pia tuna Twitter. Mtandao wa kijamii ni maarufu kwa habari na mijadala ya wakati halisi. Kukitokea tukio kwa wakati kabisa au tukio limetokea muda huo, sehemu pekee ambayo unaweza kupata taarifa kwa wakati ni Twitter. Na kwa wale ambao wamewahi kutumia Twitter na ambao huwa wanatumia Twitter, wanaweza kuhakikisha hili kwamba mtandao ambao upo serious kuzidi mtandao mwingine ni Twitter. Kule kuna mijadala ambayo ipo serious, unaweza kupata taarifa kwa wakati, unaweza kujifunza vitu mbalimbali kule, kukutana na watu mbalimbali. So imeifanya mtandao huu pia kushika katika muhtasara huu wa mitandao ambayo imepata watembeleaji wengi. Tuna Wikipedia pia.
Kamusi Huria Mtandaoni ni chanzo kikuu cha habari na cha watu wengi ambao wanaitumia, na nadhani inajulikana kwamba Wikipedia kwa wale ambao wanafahamu pia inatunza record mbalimbali, taarifa za watu mbalimbali maarufu na nini, unaweza kujifunza vitu kupitia Wikipedia. Siwezi kuelezea sana kwa sababu muda wetu ni mfupi. Pia tuna Netflix, huduma ya utiririshaji wa video na ina mamilioni ya watumiaji wengi wanaotazama filamu na vipindi vya television. Kwa wale wataalamu wa movie, wale mafans wa movie nadhani hilo wanafahamu na wanaijua Netflix kwamba ni mtandao ambao unaweza kwenda kununua movie na kuweza kucheki aswaswa kibongo hapa madj wanaitumia sana. Na kwenda wananunua movie nzeni wanakuwa wanaweka maneno ya Kiswahili wanakuwa wanatuzia. Netflix nao pia ipo katika muhtasari ambao tumezitaja katika platform ambazo zimepata watembeleaji wengi mwaka 2025.